Okay, karibu tujifunze tuone namna ya kutengeneza vitambulisho kwa ajili ya wanafunzi, vitambulisho kwa ajili ya wanachuo na vitambulisho kwa ajili ya watumishi na wafanyakazi mbalimbali katika makampuni, katika viwanda, lakini pia hata watumishi wa umma na watumishi katika taasisi binafsi. So ni mfumo ambao uko very logical na ni mfumo ambao uko very flexible, ni mfumo wa kukusaidia kutengeneza vitambulisho hata 10,000 in a one click. So tuone, ukishasajili mfumo wako na registration process, tutakusaidia namna ya kufanya after purchasing. Kwa hiyo utakutana na interface ya namna hii. So unaweza ukaseti tu ikawa ni black ama ikawa ni white. Hiyo ni screen updating unaweza ukafanya, lakini kikubwa sasa, kwa sababu ndo tunaanza afresh, ukifika hapo unaweza kuona kama iko very plain. Cha msingi unakuja sehemu hii imeandikwa organization, sehemu hii. So utasajili hapa. Kama mimi unakuta nimesha sajili taarifa zangu hapa na jina la shule yangu na taarifa zangu ziko hapa za vitambulisho. So wewe ukija utakuwa hauna chochote cha kufanya, uta add. Unapokuja ku add somewhere, sehemu ya kwanza kabisa utaulizwa uweke logo ya taasisi yako, ambapo utakutana na hii folder hapa chini. Utafungua. Ukishafungua hiyo folder, basi utakwenda kwenye folder ambalo kuna icon zako ama kuna logo zako. Kwa mfano mimi logo yangu natamani iwe hii hapa, for the showcase natamani iwe hii hapa. So unaweza kuona ya kwangu hapo imeshaingia, na ukishuka chini kidogo unaambiwa uweze kuselect folder lenye picha ambayo iko na signature ya mkuu wa shule au mkuu wa taasisi ama manager ama yoyote yule. Kwa mimi nimepiga picha sign yangu hii hapa, so inaingia kama hapa, and very simple, very smooth, haina tabu kabisa. Na unaambiwa ID card numbering always select automatic, lakini numbering yake, prefix ya hiyo ID numbering ianzie na nini. Unaweza customize. For example, mimi nataka niweke S labda 6521 halafu niweke dash namna hiyo. Kwa itakuwa imeunganisha hizo namba kwa pamoja kadri inavyoendelea kufanya numbering. Kwa mfano mimi kituo changu kiwe ni Kibaha secondary school. Yes, iwe hivi, na address hapo Kibaha iwe ni labda ni PO Box. Inategemea unaandika kwa lugha gani, vyovyote tu. PO Box, ni PO Box tuseme 567, alafu iwe labda Kibaha, yeah, like that. Hiyo design kama hiyo, na kama kuna option ya email unaweza kuweka labda email yako pale ni meshakismango maybe @gmail.com. Hizi ni taarifa ambazo nataka zitokee kwenye kitambulisho chako, na sehemu hii kuna mobile phone iwe ni 0677, let's say my phone 0655402558, na kwa design kama hiyo. Kama una website pia unaweza kuweka. For example, I have my own website, kwa unaweza nikaweka hapa mpj mifumo, yes, tunaandika mashuleni, mpj mifumo mashuleni .simdiff.com. Hiyo ni website yetu mpj mifumo. Ukiingia pia unaweza kuona kazi zetu. So unaweza ukaandika pia na registration number ya taasisi yako. For example, unaweza ukasema hiyo hapo 5665 kama mfano. Yes, let's do it by capital letter, ikae hivi. Na sasa hapa tunaangalia mkuu mwenye hii authority ya kutoa hii signature hapa, yeye labda ni head of the school. Let's say yeye kwa jina lake, let's say Mr. Meshak. Okay, like this. So Mr. Meshak Kismango. Let's say I am the head of the school. Kwa hapa chini nitaandika the head
school like that one. Yeah, taandika hapo the head of school. Kwa nitakuwa nimemaliza kuweka profile yangu kabisa ya kwanza. Baada ya hapo nakuja hapa chini na shuka. Hapa ni particular, unataka ziingie kwenye kitambulisho chako. Particular gani? Nataka ID ya mtoto ingie, jina la mtoto, kwa mfano hapa photo, yes, mobile, yes, email iingie, address iingie, gender pia iweze kuingia, lakini type isiingie, category isiingie, subcategory isiingie, best date iingie, join date iingie, lakini blood hapo isiingie, barcode iingie, na sitaki barcode, nataka QR code, nataka iwe design kama hiyo hapo iingie. Na kama una kitu kingine cha kuongeza hapo, unaweza ukaongezea hapa. Hizo zote hizo unatia tiki, unaandika, then unaweka data zako vizuri. Kwa mfano mimi hapa tumesema kuna join date, but utakuwa na expire date, so kutakuwa na expire date, yeah, expire date design kama hiyo hapo, halafu iwe text, data isomeke tu hiyo expire date. Expire date. Mfumo huu ni flexible sana, kwa unaweza ukachange na ukafanya vyote unavyojisikia. Ya baada ya kumaliza sehemu hiyo ya taarifa muhimu, sasa tunakwenda kwenye sehemu iliyoandikwa kodi. Unaona hapa sehemu ya kodi tumewekewa pia expire date, lakini haijawa tick, yaani haijawa check. Kwa sisi tunazicheck zote kama hivi, halafu tunakuja tunacheki na hili eneo specifically. Kama nataka ufanye encryption unaweza kufanya hapa, but not necessarily, naweza tukaacha. Sasa tunaenda kwenye design yenyewe, hapa kwenye design unaona ni plain. Kwa hiyo utakachokifanya utaselect design, kwa maana ukigusa sehemu hizi sasa utaanza kuona template nyingi ambazo ziko katika mfumo moja kwa moja. Kwa unaweza ukachagua na ukaanza kufanyia kazi ikakupa moja kwa moja. Mimi nilitengeneza template kadhaa. Kwa mfano nataka nitumie template yangu hii hapa ambayo nimefanyia designing, na ukishagusa, kwa mfano nataka nichague labda hii hapa. Hii nikigusa hivi ili uweze kuedit taarifa zako zikae sawa sawa unavyotaka, basi utakuja sehemu hii na utagusa edit. Ukigusa edit tayari moja kwa moja inaingia kwenye edit mode. Unaweza ukaona ile nembo yangu hii hapa. Sasa nataka nikufundishe kitu kizuri kabisa ambacho hakitakusumbua kabisa. Mimi nitakachokifanya hapa, sitaichukua hii, ila nitachukua nyingine ambayo nitaenda kucustomize ili uweze kuona kila kitu. Yep. Nitarudi nyuma hapa na nitaamua kuchukua, yes it was this one. Nitaamua kuchukua yoyote. Let's say nataka nichukue okay, I need the best one. Nataka nichukue hapa. I need to take this one. Yes. Nataka nichukue hii kwa ajili ya shule, hivi vinakaa vizuri sana. Nataka ni design na nichukue, let's say hii hapa. Yep, nichukue hii. Kwa nikishaigusa hivi na kuja sehemu ya edit. Sehemu ya edit itafunguka namna hii, kitambulisho chako iko hapo. Kitasoma ile template iliyokuwepo humu ndani. Na ukumbuke kitambulisho hiki mbele ni hapa, na ukitaka uone nyuma pia ni wapi? Ni hapa. So nyuma ya kitambulisho itasomeka hivi na mbele ya kitambulisho itakuwa ni hivi, kwa wale ambao wanapenda kuprint nyuma na mbele. Kwa hiyo hapo itakuwa design kama hiyo hapo, itasomeka vizuri kabisa. Sasa unachokwenda kukifanya hapa ni kuondoa vitu ambavyo wewe hauvihitaji na kuviweka vile ambavyo wewe unavitaka. Umeona? Kwa mfano huyu mtoto huyu mwanafunzi wangu, nataka background yake iondoke kama umepiga picha kwenye kitambaa ambacho kina single color. Nitakuja sehemu hii hapa na palipoandikwa blend nitagusa, halafu nitachagua sehemu ambapo nikiblend nyuma kunaonekana. Unaona? Nikiacha vile, yani nikigusa tu vile tayari moja kwa moja nyuma kuna blend. Sasa kuna aina nyingi za kublend. Kuna normal, kuna hiyo, whatever, ziko nyingi sana unaweza ukablend. But yes, nataka mimi niangalie blending nzuri ambayo haitanisumbua. Sasa unaona imeblend maeneo yote, unaweza kuona ukachagua design kama hiyo. Kwa ziko aina nyingi
ziko aina nyingi, unaweza ukacustomize unavyotaka, ukarudia na ukarudia tena, ukafanya combination ya kila kitu, ukablend huyu mtoto ukamblend na kumblend tena, na itakaa vizuri kabisa design kama hiyo. Kwa hiyo unaweza tukaiacha hivi a blend, lakini eneo hilo hilo la picha ninaweza nikaja sehemu ya si imekaa design hii, nataka nije sehemu ya kumaski hapa, sehemu ya kumaski nitachagua kitu kingine, nitashuka hapa kwa nitakuwa na chagua either ni mask kwa namna, yani ziko template nyingi ambazo unaweza kimsingi unaweza ukazitumia ili uweze kufanyaje kufanya kazi yako vizuri na kwa ufasaha kabisa. Unaweza ukachagua hiyo ka double click, unaona inavyotokea inakuwa design kama ile, ni kama amefifia kwa nyuma ya, unaweza ukaondoa hiyo ya design kama hiyo hapo. Kwa hiyo utazidi kucheza nazo hizi, utacheza na unavyotaka wewe, whatever unavyotaka wewe, utacheza nazo hizi na utaweza kumaliza vizuri kabisa. So baada ya hapo I think itakuwa imekaa vizuri, na unaweza ukaweka duara pia design kama hii. Unaweza yani iko option nyingi sana unaweza ukafanya kwa ajili ya branding ya huyu mtoto. Unaweza kuona design kama hiyo, lakini pia unaweza ukaondoa hiyo design. So baada ya hapo tumeona kuna sehemu imeandikwa hapa imeandikwa barcode. Hii barcode yetu so yes, utarekodi vitu vingi unavyotaka, na kwa mfano sehemu hii ya barcode yangu hii naweza pia nikaiblend hapa, nikaiblend design kama hiyo. Unaweza kuona yani kule nyuma kuonekane, unaweza ukadesign vyovyote unavyotaka barcode yako ikaeje, ama naweza nikaiacha design kama hiyo iwe normal, lakini tunaondoa sasa maeneo ambayo hayahusiki kwa sasa. Kwa mfano nataka ili eneo hapa lisomeke kwa ID, nataka ianze ID ya mtoto ama jina lake, nataka ianze ID. Obvious jina la shule litatokea hapa, na hapa kuna address kama unavyoona hapa. Hii ni logo ya shule itatokea hapa, ile ambayo tumeidesign ya kitu kama hicho. And so yes, kwa hiyo utabadilisha. Kwa mfano hapa nataka iwe ni names, kwa utarudi sehemu imeandikwa text na utabadilisha, utaandika jina la mwanafunzi, labda name, itakuwa ni name kwa maana kwamba jina lake. Na kwa kuwa name iko hapa, basi uta double click, itaingia sehemu hii na utasogeza hiyo name. Ndio maana kudesign utasogeza hapo. Ukiangalia hii inaonekana ina link, lakini hii ukiangalia ni text ya kawaida. So hii link itachota name automatic kwenye tablet utakayoivuta. Baada ya hapo nataka ije gender yake, nataka hapa iwe gender. So the same, utakwenda kwenye box cha text, utaandika pale gender. Alright, utaandika gender, imekuja hapa ya Sombaya, tunaivuta hapa tunaialign hapo gender, na hii tunafuta iliyokuwepo, then tuna double click gender na tutaiweka hapa. Hii ndo maana ya design. Kwa gender itakuja pale, na hapa chini we have a mobile phone. Yes, kama kuna simu itakuja hapa, no problem. Parent name sisi hatujaweka sehemu ya jina la mzazi, so tutaondoa ile sehemu ya jina la mzazi. Na sehemu ya jina la mzazi tunatamani ingie kitu gani? Tunaweza tukasema maybe huyu mtoto pawe na joining date, so tunaweka joining date, itakuwa ni joining date. Okay, yeah. So tunafuta hiyo na tutakopi hiki kitu hapa juu, tutapaste hapa kwa chini kidogo, tutafungua hii, kuna kitu kama kufuli hapa, so ukiklik pale kinafunguka, kwa kitakuwa kina uwezo wa kutembea vizuri. Na hapo tutaenda kwenye text box, tutaandika joining date, maybe joining date.
tunafuta hii mpaka eneo tunalolitaka hapa, na kama tukiona imezidi kuwa kubwa, tunaweza tukaandika kwa herufi ndogo ili isitusumbue kwenye design. So tutaandika joining date, so unaweza kuona imekaa vizuri. Kwa maana hiyo, ili iwe format nzuri, basi hata gender pia tuiandike katika namna hiyo hiyo, gender. Na sehemu ya jina vile vile tunaweza tukarekebisha tukaandika katika namna hiyo hiyo, so itakaa design hiyo hapo. Halafu sehemu ya email, kwa kuwa email yetu iko hapa, sasa tunataka email isikae hapa, tunataka email sisi iweze kukaa kwa sehemu ya chini hapa au juu. Tunafungua kufuli, then email tunaweza tukaamua tuiweke hapa ama tuisogeze sehemu kama hii hapa. So email yetu itakaa hapa, na sehemu hii sisi tuweke expire date. Kwa hapa tutaweka expire date, tutaweka expire date na tuta double click expire date sehemu hiyo ili iweze kuingia. Hii ndio link ambayo itakwenda kutuupdatea taarifa zetu very automatic. So itakaa pale design kama hiyo hapo, lakini hakuna maongezeko sana. Unaweza ukaja sehemu ya nyuma na pia ukaweza ukaangalia kama kuna taarifa za kuwekwa. Kwa mfano blood group, hii kitu tunaweza tukaondoa sababu sisi hatunayo. Tunafuta kitu kama hicho hapo, unafuta na kuweka taarifa ambazo unazitaka kulingana na hili eneo lako. Huku nyuma unaweza pia ukaweka barcode ukaamua kuiweke huku nyuma, kitu kama hiki hapa, ikakaa hapa vizuri kabisa. Bila shaka itakaa design kama hiyo hapo. Kwa hiyo ikiskaniwa hiyo, utakuwa na uwezo wa kuona taarifa zote. Sijajua huku kama tumeweka tarehe yake ya kuzaliwa, hatujaweka tarehe ya kuzaliwa. So instead of joining date hapa hatakuwa tumeweka. So tunakuja kwenye joining date, tunaweka kwanza joining date hapa. Tuje kwenye data, unaweza ukabadilisha sehemu hapa kutoka kwenye company kuja kwenye data ambazo wewe pia unaweza ukaona taarifa sahihi. So joining date itakaa hapa nzuri tu. Na baada ya hapo, ukitaka kuweka pia tarehe ya kuzaliwa, unaweza ukaweka date of birth hapa, birth date ukaweka sehemu hii hapa. Unaweza ukamwekea hapa, ikasoma hapa tarehe ya kuzaliwa, sehemu hii hapa kama hapo, na halafu ukakopi text hapa na ukaja ukapaste tu hapa. Yani unaweka popote unapojisikia hapa. Kwa ukaweka hapa date of birth, DOB, date of birth ikae pale vizuri kabisa kama hiyo hapo. And then unaweza ukakopi pia haka kadude hapa na ukaja ukapaste maeneo haya, na then ukachukua hapo ukaja ukaweka eneo hili sometimes they are very disturbing. Ukishakafungua kanahama kirahisi, kwa unaweka hapa design kama hiyo hapo. Kwa tayari nitakuwa mimi nimeshamaliza ku design, na nikishamaliza mimi ninachokifanya nina save design yangu. Naweza nikaita mimi mpj mifumo nika save design yangu, lakini bado naweza nikaona kuna kitu nimesahau, nakuja nina select tena, nina edit. Huku kwa edit nataka labda background yangu iwe tofauti, nakuja nagusa sehemu ya juu imeandikwa background. Kwa natafuta background ambayo ita switch kulingana na mazingira yangu. Mimi ninapenda maybe this color, not that one. Napenda rangi hii hapa, yes, ama rangi hii hapa, whatever the color utakayochagua. Mimi nataka iwe hiyo hapo. Kwa hiyo hapo sasa nitakuwa nimeshamaliza. Kwa nitasave tena design yangu, nitasave, nitalipress na baada ya hapo, kumbe ninakuja kugonga hapa chini pameandikwa done. So tayari naweza ukaona hapa kuna jina la shule, lakini sina taarifa yoyote. Na nitakachokifanya nakuja ku export Excel,
na export Excel na nitachagua folder kwenye desktop, nita export pale papo, imetokea pale Excel yangu hii hapa, na nitaicopy actually na nitaingia kwenye desktop. Obvious, naweza nikaja kwenye desktop na nikaipaste hapa, halafu nikafungua. Utakuja uone tayari umeshaandikiwa zile taarifa zote tayari, zote kabisa tayari, zote tayari. ID hapa, jina la mwanafunzi. Sasa kama unayo majina utakuja utapaste tu hapa. Sasa sisi tutafanya manual tuone inakwendaje. Kwa mfano ID nataka iwe ID labda iwe ni 001 obvious moja. Itaandika jina iwe ni Meshak, labda Mango, labda Filipo, and then photo. Sasa sehemu ya photo ndo naomba unisikilize vizuri sana. Mimi nitakwenda kwenye PC yangu, nitafungua eneo ambalo ninajua kuna folder langu la picha, halafu nitakwenda kuselect sehemu hiyo. Kumbuka kuna picha hizi ni pamoja 2, 3, umeona? Kwa hizo hayo ndo majina ya picha ambayo utakuwa umearrange kulingana na numbering ya wanafunzi wako. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitakuja hili eneo hapa na nita right click, nita copy address. Nikicopy address, basi mimi nitarudi, ama naweza nikacopy address as a text. Nitarudi kwenye Excel yangu, nitakuja nitapaste eneo hili hapa as value. Naweza kuona imeandika D gallery. Sasa ni picha gani pale? Mimi ndo naenda ninaweka alama ile ambayo ipo kama hivyo, halafu naweka moja. Nikiweka moja, maana yake picha namba 1 itachukuliwa pale. Kwa hiyo nikivuta kwenda chini utaona namba 1, namba 2, namba 3. Kwa design kama hiyo picha zinakopo mfumo utasoma very automatic. Kwa hiyo tukija tukiangalia mobile ni 0655402558. Ukitaka 0 itokee na isiondoke, basi unakuja kwenye formatting hapa, right click, njoo kwenye formatting, njoo sehemu hii ya numbering, njoo uweke text. Ikikaa kama text, basi ukiandika 0 itakaa vizuri kama 0 pale. Yes, design kama hiyo hapo. Unaweza kuona email yangu, labda niandike email kwa sababu inahitajika kutokea kule. Email yangu ni Meshak labda Filipo gmail.com. Itakaa design kama hiyo hapo, na address yangu hapa nataka iwe ni iwe ni PO Box. PO Box maybe 67, let's say Pangani. The gender of mine ni iwe ni male. Date of birth iwe ni tarehe 12 labda mwezi wa 3 mwaka 1877. Kai vile joining date nataka iwe nimejoin labda mwaka joining date iwe ni 2000 na expire date iwe ni 2004. Kaa design kama hiyo. Kwa huyu ni mwanafunzi mmoja tayari, taarifa zake hizi hapa. Kwa naweza nikazivuta kama tu demo kuja chini hivi ili niweze kumwandika mwanafunzi mwingine namba 2. Huyu tumuite Cassiano James Oscar huyu. Kwa picha yake itatokea pale namba 2. Kwa hiyo tukishamaliza hivi tuna save ili faili letu ambalo ndio hili hapa. Sasa tunaenda kwenye mfumo wetu sisi. Tukishafika kwenye mfumo hapa, tutakachokifanya tutakuja kuimport. Kumbuka tule export. Sasa tunakuja kuimport. Tuna import wapi? Namba 1 kutoka kwenye desktop pale. Kwa hiyo ukisha import unakuambia successful na taarifa zako zinaonekana hizo hapo. Kwa hiyo nikishamaliza hapo na select all. Kule ambako naona hakuna data si select. Kwa na select, ama kule ambako naona hakuna data naweza nikafuta kama hivi, na tayari eneo hilo liko ready for viewing. Kwa baadaye hapo unaweza ukaja ukaamua uangalie tu huyu mtu hapa, ukabadilisha taarifa zake intact, na unaweza kubadilisha picha pia. Kitu kingine muhimu hapa cha kuelewa ambacho unatakiwa ujue ni kutumia button hii ya kucreate. Kutumia hii button ya kucreate. Kwa naweza nikisema create ID, tayari itakwenda kunitengenezea ID zangu kama unavyoweza kuona ziko tayari kabisa.
na ziko tayari, na pia naweza nikabadilisha picha huku manually kwenye ile folder langu ambayo nimeselect kule, naweza nikabadilisha kabisa picha zangu. So it can be like that. So hivyo ndivyo namna. Bado una uwezo wa kuendelea kucustomize. Hapa chini zinaonekana ziko 4 kwa sababu kuna nyuma na kuna mbele. Unaweza ukaona nyuma ni hapa pamekaa vizuri kabisa. Yeah. So ni simple. Sasa tuangalie hii icon yetu hii ni kitu kinachoitwa logo. Logo yetu hapa haija blend vizuri. Unaweza ukarudi sasa ukalidesign tena. Unaenda back, alafu unakwenda kwenye edit, unakwenda kwenye design, alafu unakuja sehemu ya logo. Logo iko sehemu gani? Utakwenda kwenye kuselect, utakuja hapa, utakuja edit, alafu utakuja namba 2. Hiyo namba 2 utakuja uguse sehemu ile yenye logo yako ya shule ambayo ni hii hapa kwa katika demo yetu, alafu utakwenda utaifanya i-blend kama hivyo kwenye multiply. Baada ya hapo una save kazi yako as usual, na kisha hapo iko tayari, unabofya done and then unaenda ku-create. Ukicreate sasa you can go now to the background. Kama tuje create vizuri, tunaweza tukaenda tukabadilisha tena na tena, whatever tunavyotaka, tutaona inavyokwenda whatever tunavyotaka. Sasa kuona hii sasa ime blend vizuri, ile ambayo iko kwa nyuma unaweza kuona ime blend. Bado ipi haija blend ile ya upande wa mbele hii hapa. So tunaenda pia kwenye redesigning, tunarudi back, alafu tunakwenda edit, tunarudi kwenye design, alafu tunagusa logo yetu ya hapa mbele. Yes, tuna select kwanza design, tunaigusa, tuna edit, na sehemu ya mbele logo tunaenda kuchagua multiply hapo. Na baada ya hapo tunaweza tukasema sasa it is ready there, iko tayari kwa ajili ya matumizi, na tunabofya button done. Kisha tunaweza tukacreate ni yetu vizuri kabisa hapo. Kama jina lako unaona limesogea sana mbele na ni kubwa, unaweza ukacustomize. Bado jina letu hapa unaona limetoka. Tunaweza pia tukarudi kule tukacustomize jina likarudi huku, tukasogeza. Date of birth imetokea hapa vizuri kabisa jina, na hili jina si msingi likakaa tena hapa kwa sababu tayari tumeweka manual sehemu hii hapa juu. Kwa tutakachokifanya, tutarudi tena hapa na tutakwenda kwenye edit, tutaingia kwenye design. Yani ndio kitu unafanya, ukisharekebisha sehemu moja, basi sehemu nyingine zote zinakaa vizuri kabisa. Unaweza kuona hili jina la hapa hatulihitaji kabisa kwa sababu tumeshaweka jina letu huko juu. So baada ya hapo zani hii dokai itakuwa imekaa safi kabisa, na tuna save tena kazi yetu design kama hiyo hapo. Then from there tunaweza tukaendelea tuna save and then tunagusa done. So from there now unaweza kuona tunaenda ku-create tena. Tukicreate unaweza kuona ile jina halipo na tayari hii pia imeblend vizuri. Kwa unafanya unavyotaka wewe. Unaweza uka-export kama picture, unaweza uka-export kama PDF, ama unaweza uka-print. Ukitaka kuprint hapa sasa, sehemu hii ndio utachagua printer yako. Printer yako ni ipi? Sehemu hii hapa. So kama una printer maalum kwa ajili ya kuprint vitambulisho, utaiona hapa na utaprint vizuri kabisa, na template yetu ndio hiyo hapo. Na vile vile unaweza tukai-align at the center, unaweza ukaona imekaa design kama hiyo hapo. Kwa unaweza ukaprint kama PDF na vitambulisho vyako vikatoka intact kabisa bila shaka. So karibuni MPJ Mifumo. Tunapatikana kwa 0655402558 na tunafanya huduma muda wowote. Tunatengeneza kadi za shule mbalimbali, tunatengeneza muda wowote kwa bei nafuu sana na kwa bei rafiki mno. Kama hivi. So design ziko nyingi, unaweza ukaendelea ku redesign, ukaprint na mambo yakakaa safi kabisa. Thank you for joining me. Get be blessed.